لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا كلها وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. أما بعد، ندري على شيء أصول الفقه، كتاب الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان. Mwisho tulikumalizia jana ilikuwa jambo ambalo linakubaliwa na wanazuoni mahakiki wote ni kuwa sheria ya Kiislamu hukumu zake zote zimekuja ima kuleta manufaa, ima kuondoa madhara, ima kwa manufaa ya duniani au kwa manufaa ya akhera. Hakuna amri ya Allah jalla jalaluhu ila amri hiyo itakuwa ina manufaa na kheri na itakuwa ina hikma kubwa sana. Atakayeweza kuijua hikma sawa, alimaha man alim wa jahilaha man jahil. Ziko hikma zinajulikana baada ya utafiti na wanasibu na kuzijua waliojaliwa, na wengine wanakuwa hawazijui. Lakini kuna baadhi ya hikma au baadhi ya mambo tumewekewa kama ni sheria, lakini hatujui siri yake, hatujui hikma yake. Mfano, udhu tunafahamu kuwa udhu ni kujisafisha kwa mazingira ya kawaida, lakini jiulize kuwa wewe umetoka kuoga sasa hivi kwa sabuni, uko safi kabisa, lakini hukuwahi kutia udhu, na dakika 5 tu baada ya kutoka ndio muda wa swala umefika. Kwa hiyo ikiwa hikma ni usafi, basi wewe uko safi, sawa. Lakini inawezekana ikawa hikma ya usafi ni usafi wa maana na sio wa hisi. Wa hisia ndio wewe ushapoga uko safi kabisa, lakini wa maana wewe ni wewe kutia nia maalum wa kuanza utaratibu maalum katika viungo ili uambiwe kwa wewe sehemu ushakuwa safi. Kwa hiyo inakuwa ile hikma yake kuipata ya kwa swala ya asubuhi kuwekwa raka 2, ukauliza sababu, utashindwa kupata hivyo. Swala ya dhuhuri kuwekwa raka 4, anani kama mashughuliko na kazi, basi akili pengine ilisema kwa pale ya dhuhuri kuwekwe raka 2 kwa sababu hapa shughuli za kazi nyingi. Kwa hiyo pale pale raka 2, na huku alfajiri ndio kwanza mtu anaamka aliyakuwa anamcheshi na hakuna kitu kinacho anachokimbilia kwa asubuhi zaidi kuliko wakati wa mchana. Mwingine anakimbilia chakula, mwingine anakimbilia kutazama magonjwa, mwingine anakimbilia kuziwa na kumkamazia nyumbani kwake. Kwa hiyo kuna mambo mengi. Kwa hiyo kiakili unaweza kusema kuna ingekuwa pale ndio raka 2 au hata ingekuwa raka 1 kwa sababu leo si kuabudu tu, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anajua hikma. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu kama alivyosema wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kuna mambo anajua yeye Allah subhanahu wa ta'ala, sio. Na kama alivyotuambia wama utitu min al-ilmi illa qalila, katika elimu umepewa kitu kidogo. Kwa hiyo miongoni mwa aya tulizosimamia mwisho kabisa, wa mithlu hadhihi al-ayat ma jaa fi al-hajj, aya zinazozungumzia hija zinasema liyashhadu manafi'a lahum. Ili lam ta'lim nasema ni lam ya kuonesha sababu, sawa, ili washuhudie manufaa yao
وما جاء في فرض الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Swala vile vile, kwa nini tuwekee swala? Kwa nini isiwe ni ibada nyingine isiyo kwa swala? Lakini hii swala imewekwa kwa lengo gani? Tuambiwa lengo lake ni kuwa swala inakataza machafu na machukivu. Mfano mwingine, tashrii jaldi zani wa zania, kumpiga bakora mzinifu mwanamke kwa ajili ya manufaa na maslaha ya hifdhi al-ansab, kuhifadhi nasaba. Wakiachiwa watu wazini ovyo, yani vitu hivi watumie matamanio yao ovyo, sio kwa njia ya kisheria, itazalikana watoto wa njiani wa nje ya ndoa kiasi ambacho kwa madhara makubwa. Hivyo watu wameharamishiwa, na kuna watoto wa nje ya ndoa yengi ni kwa kuharamishwa wakati yeye sari bila amwali, na vile vile mkono wa mtu aliyekuwa akiiba kwa taratibu na sheria maalum huwa anakatwa kiganja kwa ajili ya kuhifadhi mali. Wasunna salakat hadha almaslak faqad iftarana fi mawadiha ma yadullu ala alqasd min tashri'iha saraha. Hii upande wa aya mifano ndio anasema, na tukienda kwenye hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi hadithi nazo sunna imefuata mwenendo huu. Kuna hadithi nyingi sana zimebainisha ahkamu, na zile ahkamu nazo tukaambiwa sababu ni hii. Sawa, zipo nyingi saraha, tena kwa wazi kabisa. Mfano, ya maashara shabab, enyi vijana, man istataa al-ba'ata falyatazawwaj, atakayeweza kuoa na majukumu ya ndoa aoe. Fa innahu, kwani si mengine kiuhakika kabisa kuoa aghaddun lilbasari, ni njia nzuri sana ya kuhifadhia mtu jicho lake, wa ahsan lilfarj, na njia nzuri sana ya kumhifadhia mtu utupu wake asiingie kwenye uzima. Vile vile hadithi inayosema faman salla bin nasi falyukhaffif, anayeswali kuwaswalisha watu apunguze, asifanye sala refu. Kwa nini? Hikma yake sawa na sababu zake na lengo lake. Fa inna fihim almarid wadhaif wa alhaja, katika hao wanaowasalisha wamo wengine wagonjwa, wamo wengine si wagonjwa lakini dhaifu, hawana nguvu. Sawa, na wamo wengine dhalhaja, watu ambao wana shida zao, wamepita njia tu, utakapoanza kurefusha unaanza kurudhi na kurudhi, kumfanya mtu achukie tangu sana. فالمقصود من تشريع الاحكام تحقيق مصلحه العباد، ويlengo la kuweka hizi ahkamu tofauti kisheria ni kufanikisha manufaa ya watu. Wa hadhihi maslaha hiya allati tusamma bihikmat al-hukm au ma'innatu. Sawa. Kwa hiyo hichi ndio kitu kinaitwa hikma, wa sheria hii imewekwa kwa lengo fulani. Wanasema ile ndio hikma ya ile hukumu yenyewe. Sawa, au kwa lugha nyingine wanaita ma'innatul hukm. Sawa, hikma au hikma hiya al-maslaha min jalbi naf'in. Kwa hiyo fa hikmatul hukmi, hikma ya sheria katika hukumu fulani, hikma yake ni kitu gani? Hiya al-maslaha min jalbi naf'in au daf'i dararin arada ash-shari'u tahqiqaha fi tashri'i dhalika, ni yale maslaha ya kuleta manufaa fulani au kukinga madhara fulani yasitokee. Sheria imetaka yafanikisha hayo kwa kuweka hiyo hukumu husika. Sawa, illa anna al-mulahaz anna ash-sharia ghaliban la tarbitu al-hukm bihikmatihi wujudan wa adama. Lakini jambo ambalo linaonekana ni kwa sheria mara nyingi haifungamanishi hukumu na hikma, kuwepo kwake na kutokuwepo. Wa innama tarbitu bi amrin akhar min sha'ni
lakini mara nyingine inafungamanisha na jambo jingine ambalo linafungamana na ile hukumu. Wabtinaihi, na katika kujengeka kwake, alayhi ayuhakika hikmata al-hukm, ili ifanikishe ile hikma ya ile hukumu inayohusika. Ay al-maslaha al-maqsuda, maana yake ni malengo yaliyokusudiwa, kama fi ibahati al-fitr fi Ramadhan, mfano kama katika kuhalalisha mtu kula kwenye Ramadhan. Fahadha al-hukm lam yurbat bihikmatihi wa hiya daf'u al-mashaqqa, hii hukumu haikufungamanishwa na hikma yake, nayo dafa al-mashaqqa, wa innama rubita bi amrin akhar min safarin au marad, lakini pamewekwa kitu kingine, safari au marad, lianna ash-sha'na bihadha ar-rabta yuhaqqiqu hikmata al-hukm, kwa sababu kitu hicho mara nyingi kinafanikisha hiyo hukumu husika. Kama kwamba anakwambia shekhe ya kuwa hikma ni kitu kingine sawa, na lengo ni kitu kingine. Wasababu fi hadha al-masala, na sababu katika mpito huu, anna al-hikma qad takunu khafiyya la yumkin at-tahaqquk min wujudiha, mara nyingine ile hikma inakuwa imejificha, fala yumkin binaa al-hukm alayha, mara nyingi inakuwa tabu au haiwezekani ile hukumu kufungamanishwa nayo kuingiwa juu yake, kama fi ibahati al-bay' wa sa'ir al-mu'awadat, kama katika kuhalalisha biashara na matendeano mengine ya kuawidhiana, ndio ni amana nyingine. Fa inna hikmata ibahatiha dafi al-haraj 'ala an-nas, hikma ya kuhalalishia hayo ni dafi al-haraj, ni kuondoa uzito kwa watu, bisaddi hajatihim al-mashru'a, kwa kuwakidhia, kuwazidia shida zao wanazohitaji. Walhaja amrun khafi, na shida ni jambo limejificha. Farabata ash-shari'u al-hukma biamrin akhar, kwa hiyo sheria ikafungamanisha hukumu yake kwa jambo lingine dhahiri, liwazi. Huwa madhannat, jambo hilo ni jambo dhaniwa au ni sehemu dhaniwa, tahaqquq al-haja wa huwa al-ijab wal-qabul, kufanikisha ile shida nayo al-ijab wal-qabul. Kuwa katika biashara imewekwa kitu kinachoitwa al-ijab wal-qabul. Wakati takunu al-hikma amran ghayr mundabit, au inawezekana ikawa hikma ni jambo ambalo halidhibitiki, ay yakhtalif bi ikhtilaf an-nas, inatofautiana kwa mujibu wa hali za watu na tofauti zao, wa takdiri na vipimo vyao. Wala yumkin binaa al-hukm, na haiwezekani kujenga hukumu alayhi kwenye jambo kama hilo, liannahu yuaddi ila al-iqtirabi, kwa sababu itasababisha mgongano والفوضى نفوجه في الأحكام، فلا يستقيم أمر التكليف ولا يضطرب ولا ينضبط. وهي ما أمرش سيسيه كلفه kufanya jambo, la yastaqim, hawezi kunyoka, wala yضطرب, na hawezi akawa yanakimiza yanakwenda kwenye kila sehemu, yanaingia kila sehemu. Ndio maana kusema mfano wala yanضبط wala haidhibitiki. وتكثر الادعاءات للتحلل من الأحكام، na madai yatakithiri, watu watajihalalishia na kujivua kwenye hukumu nyingi. Faidafatu al-fitr lilmusafir fi Ramadhan mathalan, tuchukue mfano kwa maneno haya yanasema juu, analeta kwenye mifano ili sisi tuyafahamu. Kuhalalisha mtu aliyekuwa msafiri fi Ramadhan, hikmatuha dafa al-mashaqqa. Kwa nini amehalalishiwa akisafiri kwenye Ramadhan? Ni kuondosha mashaka, tabu ambayo inaweza ikatokea.
dafu al-mashaqqa. Wa hiya amrun taqdiri, na kuondosha mashaka ni jambo ambalo la kukisiwa, ghairu mundabit, haliwezi kudhibiti. Farabata shari'u hadha al-hukm, kwa hiyo sheria imefungamanisha hukumu hiyo biamrin mundabit, haijafuata swala hilo la fi'l mashaqqa, sawa, bali imefuata kitu kingine kabisa, wa huwa safari, nayo ni safari, au al-marad, au marad. Ikasema faman kana minkum maridan au ala safarin, sawa, lianna kulla minhuma madhannatu tahqiq hikmati al-hukm, kwa sababu safari au maradhi ni sehemu tarajiwa au ni sababu tarajiwa sana ya kufanikisha ile hikma ya ile hukumu, na kuhalalishwa wewe kuja kwenye Ramadhani kwa sababu ya maradhi au kwa sababu ya ugonjwa. Wa mithlu aidan, mfano mwingine, tashrii' ash-shuf'a li daf'i ad-darar, kuwekewa sheria ya ash-shuf'a ya uombezi na kustahiki wewe upewe kipaumbele katika biashara ya kitu ambacho wewe ni jirani na biashara hiyo, iwe ni ardhi, iwe ni nyumba, sawa, iwe wewe ni mshirika, unapewa wewe haku shufa. Lidafi al-darar, kuondosha madhara. Wadharar ghairu mundabit, na madhara hayadhibitiki. Madhara ya aina gani? Itakuwa tamu sana. Farabata hukmu sharika au aljiwar, kwa hiyo hukumu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala imefungamana, atakayekuwa ni mshirika wa mwenziwe hana haki ya kuuza. Kwa hiyo ule mshirika ndio umefanya wewe una haki ya kuuza ile sehemu yako mpaka ashirikie au kwa ruhusa yake, sawa, kuingiza mtu mwingine, au kwa sababu ya ujirani, kwa sababu jirani anajulikana, ndio huyo hapa jirani, ni kitu kinajulikana, kinathibitika. Lianna sharik au aljar, kwa sababu mshirika au jirani kad yanaluhu ad-darar min al-mujtama, hawa ndio wanawezekana kufanya nini, wakafikwa na madhara kutoka kwa al-mushtari aliyonunua. Farabata al-hukm au farabata al-hukm bihadaini al-amrayn au farabtu al-hukm bihadaini al-amrayn madhannatu daf'i ad-darar. Hii inawezekana kabisa, tuisome katika mpito wa masdar, sawa. Farabtu al-hukm, kufungamanisha na hukumu, bihadaini al-amrayn, kwa vitu hivi viwili, madhannatu daf'i ad-darar, ni sehemu dhaniwa sana ya kuondosha hayo madhara, wa huwa maqsudu shari, na lengo la sheria ndio kuondosha hayo madhara yenyewe. فالحكمة لخفائها أو عدم انضباطها لم تربط بها الأحكام غالبا. فالحكمة لخفائها, kwa hiyo kitu kinachoitwa hikma kwa kuwa kimejificha, au adam indibatiha, au kwa kuwa hakidhibitiki, lam turbat biha al-ahkam ghaliban, mara nyingi haifungamanishwi na ahkam, haifungamanishwi na ahkam. Wa innama rubitat bi amrin dhahirin mundabit,
lakini inafungamanishwa na kitu ambacho kipo hichi hapa dhahir, kinadhibitika. Umefahamiana? Yani inafungamanishwa na kitu ambacho kinadhibitika. Jirani yako, mshirika, maradhi, safari, ni vitu vinaonekana, vinajulikanwa. Ingeambiwa mtu atakayekuwa anajisikia tabu katika safari yake ndio ale, sasa tungejua vipi kama huyu kweli ana tabu, huyu ana tabu? Kipimo kilikuwa ni utapika, kuumwa na kichwa, sawa, kichefuchefu, ni kitu gani? Sikufahamiana, ingekuwa tabu sana, lakini imefungamanisha na kitu ambacho ndio safari, kwa sababu safari mara nyingi kwanza inadhibiti, sawa, na iko wazi kabisa, na hizo tabu ambazo zinaweza zikatokea, basi mara nyingi ndio zinatarajiwa kutokea kwenye ile safari. Kwa hiyo ikafungamanishwa na kitu ambacho tunakijua, tunakifahamu, kimedhibitika, hakina tabu. وهذا الأمر الظاهر الضمن هو الذي يسميه الأصوليون. Kwa hiyo amri kama kitu kama hicho kiko wazi, kenye kudhibitika, ndicho kinachoitwa na wanazuoni wa kiusuli illatul hukm au manaqul hukm au madhannatul hukm. Yani hilo ndio jina lake. Kwa hiyo wanatumia illa, wanatumia madhanna, au wanatumia manaqul hukm. Manaqul ni kalima anapa kama kuzininginiza kitu, sawa. Kwa hiyo maninginizo ya hukumu, yani hukumu hii imeninginizwa kwenye kitu fulani, kikitokea kile ndio hukumu inakuwa, sawa. ومن هذا العرض, katika haya maelezo tulioeleza, yatabayanu lana anna alfarqa baina illati alhukm wa hikmatihi, inatubainikia sisi kuwa kwanza ipo tofauti baina illa na hikma, illa ya hukmu na hikma ya hukmu, sawa. nayo ni kitu gani? Huwa anna alhikma hiya almaslaha, hikma ni ile maslaha allati qasada ash-shari'u tahqiqaha bi tashri'ihi al-hukm. Hikma ni ile maslaha au lengo tarajiwa kutokea, huwa limewekwa hukumu hii kwa lengo fulani. Wa anna al-illa hiya al-wasf dhahir. Illa ni kitu gani? Illa sio lengo, illa ni wasf uliokuwa dhahir, ni sifa fulani iko wazi, inadhibitika, ambayo kwayo hukumu inajengwa. Alladhi yubna alayhi, ile hukumu imejengwa kwa sababu ya hiyo, msingi wake ndio huo. Kwa lugha nyepesi, msingi wa hukumu, illatul hukm maana ni msingi wa hukumu. Msingi wenyewe uko wazi, ni mundhabit, ni sifa ya hukumu, sawa, ambayo tunaita msingi. Warubita biha wujudan wa adaman, na imefungamanishwa kuwepo na kutokuwepo, sawa. Kwa maana ya kuwa ikiwa haipo na ile hukumu haipo, ikiwepo ile hukumu ipo. Faman kana minkum maridan au ala safari, atakayekuwa mgonjwa au yumo katika safari, faidatu min ayyamin ukhra, huyo tena ndo atakuja kulipa, kwa maana ya kuwa ameruhusiwa ayaftir ali. Inamaanisha ikiwa hiyo illatul hukm nayo ni safari au maradhi haipo, hato halalishiwa tena, sawa. Wa ile illa al-illa taduru ma'a al-hukm,
yaduru ma'a illati wujudan wa ile hukumu inazunguka kwa mujibu wa ile illa. Ikiwepo illa, hukumu ipo; illa haipo, hukumu haipo. Liannahu madhanna tahqiq almaslaha, kwa sababu ni eneo tarajiwa, ni msingi tarajiwa wa kufanikisha ile maslaha almaqsuda aliyokusudiwa min tashrii' alhukm, ya kuweka ile hukumu. Walihadha yaqulu al-usuliyun, wanazuoni wa kiusuli wanasema al-ahkam turbat bi'ilaliha la bihukmiha. Ahkamu za kisheria, wanasema wanazuoni wa kiusuli kuwa hukumu za kisheria turbat bi'ilaliha, zinafungamanishwa na zile illa husika, la bihikamiha, sio kwa hikma zake. Usije ukasoma bihukmiha, maana maneno yanakaribiana sana. Unaweza ukasoma hivi, unaweza ukasoma hivi, lakini itakuwa sivyo, kwa sababu hapa tunazungumzia utofauti baina illa na hikma. Sawa? Lakini tatizo lilokuwepo hapa, katumia illa kule mwanzo, hapa katumia jamu ya neno illa. Sawa? Illatun jamu yake ilalun, na hikmatun jamu yake hikamun, kama ni'matun na jamu yake ni'amun. Sawa? Kwa maana hata kwa Qur'ani ni aya kuna kile kipande nasema ni'amahu dhahiran wa batinan. Ni'amahu, sio kusoma ni'mahu. Ukisoma ni'mahu maana ndio hujui tofauti ya mufrad na jamu. Umekosea ainu umeitia sakna. Sasa na neno nikmatun na nikamun. Nikamun, ni'amun, ilalun. Sasa hapa nasema al-ahkam turbat bi'ilaliha, jamu ya neno illatu. Ahkam zinafungamanishwa na illa zake, la bihikamiha, sio na hikma zake. Bimaana anna al-hukma yujad mata wujidat illatuhu. Sawa? Kwa maana ya kuwa anna al-hukma, hukmu itapatikana pale ambapo illa yake itafanya nini? Itakutikana, ipo. Sawa? Kwa hiyo kipimo cha kuharamisha kinywaji, sawa, watu wakitofautiana ni kupima kuwa kinalewesha kileweshi. Sawa? Kwa sababu illa ya kuharamishwa al-khamr na vinginevyo ni al-iskar, kulewesha. Umefahamu? Na kulewesha ni sifa ambayo inadhibitika, inaonekana huyo kalewa. Hichi kinywaji akinywa anapoteza akili. Lakini kionekana kile kinywaji akipoteza akili, sio kingi wala kidogo. Yani hata unywe vipi yake na hata kila yote. Hakiingii kwa sababu ile illa haipo, kwa hiyo hukumu haipatikani. Wa in takhallafat hikmatuhu fi ba'd al-ahyan, hata kama hikma yake ikaonekana kama iko mbali, iko nyuma huko, imechelewa kidogo kwenye baadhi ya hali. Yani kuna baadhi ya hikma inawezekana wewe sio. Wa anna al-hukma yantafi mata man tafat illatuhu, na hukmu itaondoka pale ambapo illa yake itakuwa hiyo. Wa in wujidat hikmatu, hata kama hikma ipo fi baadhi al-ahyan. Lianna rabb al-hukm bil-illa madhanna at-tahaqquq bil-hikma, kwa sababu kufungamanisha hukumu wa illa ndiyo eneo tarajiwa la kufanikisha ile hikma yenyewe. Hapa tutakapokuja kuruhusu hapa kazi kubwa itakayokupeni, itakayokupateni
kusoma usomaji uliokuwa sahihi. Tumefahamiana? Walghalib huwa tahaqququha, na jambo lilokuwa ghalib ni kufanikishwa hiyo hikma ikapatikana. Wa in takhallafa fa ala wajhi an-nudra wal ibra, ikionekana ile hikma imechelewa iko nyuma, basi hilo ni jambo nadir, si aghlab sana. Wal ibra lil ghalib la lin nadir, hukumu siku zote zinaenda ile ghaliban, hazitizami nadir. Kwa mfano, anatupa mfano kahusuli talibi ala darajati najah fi imtihan, kule mwanafunzi kupata maksi za kupasi katika mtihani. Sawa? Yani wao wameweka kuwa mtoto ataambiwa amefaulu au atahamishwa darasa fulani na kupandishwa darasa fulani la 3 kwenda la 4 au nyinginelo. Sawa? Pale ambapo atapata maksi fulani. Sikufahamiana? Kimewekwa kitu maksi. Sasa hizi maksi zilizowekwa hapa hizi, mawannatu ilmamihi, ni eneo tarajiwa na kipimo tarajiwa kinachofanya sisi tuone huyu mtoto kafahamu. Bil ulum wasti'abihi, na kuzielewa na kuzibeba uzuri la wa ahliyatuhu li inhai hadhihi marhala dirasiyya. Hapa amestahili kuambiwa huyu amemaliza nafasi au marhala sehemu hii ya primary, sasa ataingia sekondari, marhala ya idadiya atakwenda thanawi. Wa aidan isti'ab, istaw'aba yastaw'ibu isti'ab. Istaw'aba manake ameipata ile maana yote kiujumla, ameifahamu vizuri. Kwa hiyo maana yake ni kufahamu. Ukisema lam astaw'ib al-mas'ala, manake nimeisoma hii masala lakini nimeshindwa kuifahamu na kuipata ile picha yake. Lakini akikuelezea mtu kitu ukaweza ukifahamu, sasa wewe ushakipata ile maana yake yote, unaanza sasa laqad istaw'abta, umefahamu. Inakaribiana sana neno alamma imam, hiyo masala tutumika. Wa aidan fa inna rabt al-ahkam bil ilal yuaddi ila istiqamati at-taklif, vile vile kufungamanisha ahkam na illa zake inapelekea katika kunyooka yale majukumu tuliokalifishwa. Wa dhabt al-ahkam wa tiradiha, ahkam zinadhibitika na zinakuwa sasa muqtarida, yani zinaweza zikafanya kazi maeneo mengi sana bila tatizo. Wa istiqrar awamir at-tashri', na amri za kisheria zitakuwa zimetulia amma za kiujumla, wa wuduhiha, na zitakuwa ziko wazi. Wa hadhi fawaid idham, na hizi ni faida nyingi kubwa sana. La tuathiru fiha fawat al-hikma, hata kama ile hikma haikuonekana imepita kidogo, lakini bado hizi faida ni kubwa. Fi baadhi al-juz'iyat, ikawa hikma kwenye baadhi, mbona hatuoni hapa ile hikma. Walwaqaya, katika matukio, fi baadhi al-ahyan, katika baadhi ya hali. Kwa hiyo hata kama ile hikma hatuioni kwenye baadhi ya maeneo, basi si tatizo, madamu huku kumejengwa msingi mzuri. Kwa maana hiyo sasa, wala hadi, kwa mujibu wa maneno haya tuliyoeleza, famata kana almuslimu musafiran falahu an yuftir wa in lam yajid mashaqqa, wakati wote muislamu akiwa yeye yumo safarini, basi shapata ile illa ya ile hukumu ya kula. Sawa? Kwa hiyo tukitoka tukaingia safarini, tukaanza safari zetu, kama mfano tunakwenda mikoani, sawa? Kwa hiyo tukishapoingia kwenye safari zetu au tushaanza kutoka mji, kwa hiyo sisi sote ni wasafiri, tukiamua kula tu.
Wa illa yajid mashaqqa, hata kama huyo ambaye anatumia hukumu hiyo haoni yale mashaqqa, maana yake ikiwa hikma ni kuondosha ile shida na tabu, mbona mimi sioni kama napata tabu? Sawa, wewe uone, lakini watu wengine wana. ومن كان مقيما فليس له الافطار، aliyekuwa mkaazi si msafiri hana hukumu ya kula. Wa in wajada mashaqqa fi amali, hata kama ana kazi nzito zinamsumbua na funga yake. Wa mata kana sharikan fi aqarib falahu yamtalika hissat shariki jabran bihaqqi ash-shuf'a idha ba'aha min ajnabi, na mtu wakati wote akiwa yeye ni mshirika fi aqarib, katika ardhi fulani, falahu an yamtalika hissata sharikihi, yeye anayo haki ya kumiliki fungu la mwenziwe, jabran bihaqqi shufa, kwa kufidia ile haki ya shufa, idha ba'aha min ajnabi, akimuuzia mtu aliyekuwa jerebi wa mbali, anayo haki ya kusema ata hiyo tanwami. Wa in lam yajid darara min al-mushtari, hata kama alinunua si mtu mbaya wala hakuna madhara hayo, kwa sababu hikma si kuondosha madhara. Sawa. Sasa ikiwa aliyenunua ni baba yake, ndugu yake, rafiki yake ambaye si mgomvi, au mtu yote wa kheri, sawa, kwa hiyo bado ile haki anayo, hata kama ile hikma takhallafat, inaonekana hapo kama iko mbali, imechelewa, alionekana. Sio kama hii ndio maana ile kuchelewa, yani kwenye baadhi ya hali unaweza kukuta ile illa ipo, lakini ile hikma unaona kama hapa kama itakuwa ipo nyuma kidogo, sawa. Lakini kikawaida kwenye biashara ya mtu ambaye yeye ni mshirika au yeye ni jirani wa eneo husika, kwa hiyo inatarajiwa sana kwa kumuuzia mtu yoyote tu, mara nyingi na kwa mtihani, sawa. Sasa hii kusema mara nyingi na kwa mtihani, manake inawekwa ile hukumu ifanye kazi ili kuondosha ile mtihani na madhara yanayotokea. Lakini wakati mwingine pengine aliyekuja ni manufaa kwake, sawa. Huyu aliyekuja bwana, aliyenunua ile shamba la jirani, yeye ni mtu wa kheri na ana uwezo mzuri, na yeye mwenyewe hapa alikuwa na shida ya kisima muda mrefu kabisa, hana maji, na huyu aliyekuja akasema atakiba kisima na atatoa sadaka kwa ajili ya majirani zake, atawapa bure au kwa gharama zilizokuwa ndogo. Kwa hiyo ile hikma kama haipo kabisa, sawa. Kwa hiyo hata ikiwa hikma haionekani, lakini kwa kuwa ile illa ile hukumu ipo, basi hukumu ya kisheria inakuwa ni wa in lam yajid darara min al-mushtari, hata kama huyo aliyenunua hafikwe na madhara yote kutoka kwa huyo, lianna haqqa ash-shuf'ati rubita bisharika au bishirka, sawa. Kwa sababu ile haki ya shufa imefungamanishwa sio na ile madhara na ni ule ushirika wenyewe, au aljiwar au na ujirani, la bidharari fi'li, sio kwa dhara yenyewe husika. Waman lam yakun sharika na mujawir falaysa lahu tamalluk bishufa, aliyekuwa si mshirika wala sio jirani wa eneo hilo hapati hiyo haki ya shufa, hawezi kumiliki eneo hilo kwa njia ya shufa. Wa inna law a'dhamu ad-darar min al-mushtari, hata kama atafikwa na madhara makubwa. Wa milkiyatu al-mabi'i tantaqilu ila al-mushtari, jingine mfano mwingine, umiliki wa jambo lililouzwa, iwe ni nyumba, iwe ni gari, iwe chochote kilichouzwa, umiliki wake tantaqilu ila al-mushtari, baada ya kuuza tu unahama unakwenda kwa nani? Al-mushtari, alinunua. Wa milkiyatu thamani al-ba'i, na milki ya ile thamani inakwenda kwa nani? Al-ba'i', muuzaji, sawa. Yani ikiwa hii ni kamera, tushakubaliana bwana, nipenda naona ina rekodi nzuri, niuzie, sawa. Umeniuzia bwana kiasi gani? Kiasi fulani bwana. Umeridhika? Nimeridhika bwana, pesa hizi hapo, nikitoa zile pesa. Kwa hiyo
thamani ya sawa ya ile mauzo ile biashara yenyewe, na almabii ndio hicho kitu kinachouzwa. Sawa, umiliki wake wa kumiliki huyo baada ya kupokea alijabu alqabul na alqabul, kumpa pesa akapokea. Sawa, kwa hiyo moja kwa moja ile miliki inakuja kwangu mimi sasa ninakuwa na amri, na yeye zile pesa alizozipokea yeye sasa ndio anakuwa na amri nazo. Anaweza kutangaza sadaka msikitini, akaamua pesa zile zile atoe shilingi 10,000 ngapi, akatoa sadaka. Siwezi mimi nikamwambia bora unatoa hizo pesa wala. Sawa, ni zake, si za mwingine tena. Sawa, na nitakapokuja ikemera nitaitia mkombani mwangu, nitaichukua nyumbani. Mbona unaichukua niache ile nayo nyumbani? Ambia hii hapo. Sikitu familia. Kwa hiyo milkiyatul mabi na milkiyatul thaman, vitu hivi vinahama kutoka kwa muuzaji kwenda kwa mnunuzi na kwa mnunuzi kwenda kwa muuzaji. Mata ma ujilat al-illa wa hiya al-ijab wal qabul, wakati wote kisha kupatikana ni ijab wal qabul. Umeniuzia bwana, nimekuuzia au nimekuuzia, nimekubali. Wa in lam tujad al-haja inda at-tarafayn, hata kama mmoja wao kwa wakati ule alikuwa hana shida ya kile kitu. Sawa, naweza kanunua alafu kama basi wewe bakia nayo kwa ndo unakuja kwa shughuli zako, na siku ambazo tuna darasa zetu hapo unakuja. Sawa, na ukitumia kwa shughuli zako, shughuli yote unapofanya ya biashara itakuwa percent 50% itakuwa ni yangu mimi. Sikuvalia ولا ينتقد ما قلناه بذهاب بعض الفقهاء إلى عدم وقوع طلاق المكره أو غيره، ولا hayavunjiki ما قلناه tuliyoyasema بذهاب بعض الفقهاء إلى عدم وقوع طلاق المكره أو غيره. Baadhi ya wanazuoni wa fiqh wamesema talaka ya mtu aliyelazimishwa au biashara yake haipiti hiyo talaka, haipiti la yaqau talaq. Sawa, na la yaqau biashara pia haitimii. Sawa, kwa hiyo anasema kauli hii ya wanazuoni haivunji hichi tulichokisema, lianna al-illa i'tabarat manatan lilhukm bi'tibari madannat lilhikma. Kwa nini? Kwa sababu illa kisheria ndiyo imezingatiwa maning'inizo ya hukumu. Ikipatikana illa inapatikana hukumu. Kwa hiyo akilazimishwa mtu, sawa, akauza kwa nguvu au akauzishwa kwa nguvu, auze kwa nguvu, maana yake hapa si pana ijabu na kabuli. Sawa, tumekuuzia bwana, na yule akasema nimekubali. Sawa, wanazuoni wakasema haipiti biashara hiyo, na hata ikiwa ameacha mtu basi huyo mke haachiki, ijapokuwa mtu katamka yale maneno ya talaka, ambayo ndio hivi vitu vilivyofanyika ndio vitu vinavyoitwa illa. Vilitakiwa ikiwepo illa na ile hukumu ifanye nini? Iwepo. Lakini kwenye hali kama hizi inakuwa illa inaonekana, lakini hukumu haipatikani kisheria. Sawa. فإذا قام الدليل القاطع على انتفاء هذه المظنة عن العلة زالت العلة عنها. Ikisimama dalili iliyokuwa haina chembe ya shaka ya kusema kuwa anantifai hadhi almadhanna anil illa, hili jambo linalodhaniwa kwenye hii illa halipo tena, zalat alillatu anha. Sawa, kwa hiyo illa itakuwa imeondoka, imeondokana na jambo hilo. Sawa, zalat alillatu anha, hiyo illa itakuwa haina tena hicho kitu. Walikra fi nadhari baadhi alfuqaha
دليل قاطع على انتفاء هذا المعنى عن العلة فلا تعتبر إلا فلا يوجد له. sawa. Na neno ikrah, huku kuteza Mungu, katika mtizamo baadhi ya wanazuoni ni dalili ya mkato kabisa ya kuonesha kwa ile ila haipo. Sawa. Kwa maana hiyo fala yujadu al-hukm, ndio maana wanatoa fatwa kusema hukumu haipo. Wa baada an bayyana ma'ana illa, baada ya kuwa tayari tushachambua na kueleza nini maana illa wal farq baina wa baina hikma, na tofauti baina illa na hikma, nubayyin shurutaha fima. Sasa tunabainisha sharti zake. Awalan an takuna al-illa wasfan dhahira, iwe hii illa ni wasfu uliokuwa dhahir, ni jambo sifa maalum ambayo iko wazi. Wa maana dhuhuri, tunaposema iko wazi, annahu yumkin at-tahaqquk min wujudi fi al-asl wa fi al-far'. Tunaweza tukasema hapa kwenye asli ipo na hapa kwenye far'i ipo. Anarejesha sana sasa neno kwenye nini? Kwenye qiyas, na rejea huko, kwa sababu haya maneno yote yanarudi kwenye qiyas. Hizi ni sharti za zile arkan za qiyas. Sawa? Al-asl, al-far'u, al-illa, hukmu al-asl. Sawa? Kwa hiyo anarejesha kule. Usikio ukasahau ukasema labda tuko bali pengine. Tunaposema kuwa iko wazi, maana yake tukiitizama kwenye asli tunaiona, na tukiitizama kwenye far'i tukiipekua nayo tunafanya nini? Tunaiona. Lianna al-illa hiya alamatu al-hukm wa ma'rifatu lahu, kwa sababu illa ni alama ya ile hukumu na ndio njia ya kujua hukumu yenyewe ipo haipo. Ai biwujudiha fi al-far'i yakunu hukmu al-asl, kuiona ile illa ipo kwenye far'i, kwenye tawi, maana yake ile hukumu ya far'i inakuwa ndio hukumu sasa na hukumu ya asl. Fa idha kanat illa khafiya, ikiwa illa ni jambo ambalo limejificha, la tudrak bil hawas, hatuwezi kulidiriki kwa hisia, hatuwezi kuliona, sawa, au kulinusa au kulizingatia, la yumkin an tadulla ala al-hukm, haiwezekani sasa hapo ikatujulisha uwepo wa hukumu. Fala budda idhan an takuna al-illa dhahira ghair khafiya, kwa maana hiyo lazima illa iwe iko wazi, haijificha. Kal iskari fil khamr, kama mfano illa ya kulewesha kwenye ulevi. Fa inna illata tahrimiha, fa innahu illatu tahrimiha, hiyo ni illa ya kuharamishwa hicho kinywaji. Huwa wasfun, kwa hiyo al-iskar wasfun yumkin at-tahaqquk min wujudi fi al-khamr, ni sifa ambayo tunaweza tukasema kwayo kwa bwana imo ndani ya kinywaji hicho, kama yumkin tahaqquk min wujudi fi kulli nabidhin muskir, au kwenye kinywaji chochote kingine, mvinyo wote mwingine mwenye kulewesha. Walihadha idha kanat illa wasfan khafiyan, ikiwa illa ni jambo ambalo limejificha, aqama shari'u maqama amran dhahiran, sheria inaachana na illa hiyo, inatafuta kitu kingine kilichokuwa dhahiran, kiko wazi. Huwa madhannatuhu, ambacho hicho ndio inatarajiwa kikiwepo, hicho kinakuwepo hicho, sawa. Wayadullu alayhi, na inajulisha uwepo wake. Kataradhi fi almuawadat, kama mfano maridhiano. Ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum, sawa. Maridhiano, aya ya 29. Ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum,
msile mali zenu mkaliana mkadhulumiana kwa njia batil, ila iwe ni biashara ambayo imefanya nini, mmeridhiana. Na mtu aliyetezwa nguvu hapana ridhaa hapo, sawa. illa an takuna tijaratan an taradin minkum, kataradhi fi muawadat wa huwa asas naqli al-milkiyya. Hili ndio jambo la msingi la kugurisha, kuhamisha umiliki. Wa illatu amrun khafiyya yata'allaqu bil qalb, illa yake ni jambo limejificha linafungamana na moyo, wa kharajat an-nafs, na mapito ya ndani ya nafsi ya mwanadamu. Wala sabila ila idraki, hivi vitu tuweze kuvijua. Fala yasluh an yakuna huwa illa lihadha kama shari' maqamahu amran dhahiran wa huwa sighatu. Hii biashara hii, kuridhika, karidhika, hajaridhika, hivi ni vitu vimejificha sana, sawa. Wakati mwingine inawezekana mtu anauza tu, sawa, pengine umumani ama sitomuuzia hapa bwana, itakuwa hali jamaa kasema itakuwa ndo hadithi ya mwaka, atakuwa na kila kifurukuta na hadithi yake. Maana baskeli umeiuza bwana, mtu habari bwana, kwa sababu itafuta shilingi 5,000 tu. Wewe mtu gani wewe? Uthamini ndugu, uthamini maneno na bwana, sawa. Kwa hiyo sheria masuala ya kuridhika haya ikaweka pembeni kidogo, ikaweka sighatul aqd, al-ijab wal qabul. Kwa hiyo maneno ya nje yakawekwa ndio kipimo cha kuwa wewe umeridhika. Yani yakipatikana haya maneno ni madhanna ya ile at-taradhi, sawa. Mtu akisema kamuuzia mtu manake ndo karidhika, sawa. Alikuwa na fursa ya kuwa hataki kumuuzia, asingesema nimekuuzia. Yaani kweli. Sasa suala linakuja, wakati mwingine inawezekana ikawa hicho kinachotarajiwa ikawa hakipo. Ndio kama mazingira kama bwana wa kweli mimi nimeuzia wa mmoja, lakini ukastaki kuuza. Na mtu anakaa mbele anazungumza baadaye. Mimi sikuridhika kwa, lakini muona bwana bora mzuri. Kwa hiyo unakuta ile taradhi haipo, sawa, lakini ijabu al-qabul ipo. Watu walikuwa mashahidi na kati ya sahihi na hapo kati ya sahihi. Kwa biashara ni sababu nini? Ndio maana kuna hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam iliyotaja neno illa an tibi nafsin min, haihalaliki mali ya mmoja wenu kuchukua kwa mwenziwe illa an tibi nafsin. Kwa hiyo wengine wanakuwa wanazingatia zaidi hichi. Anaweza kukuuliza mara tatu, bwana usifanye kitu muani, kama huridhika kula tu. Akimuhisi kuwa anaweka muhali mbele, simefahamu bwana, kama nini basi kule tunasema na kula basi. Sasa yeye ndio lazima anakushikilia kuonesha kuwa ameridhika, ile tibi nafsi yake imefurahia au ameridhika. لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه او كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك القتل العمد العدوان هو عله القصاص. vile vile illa ya kufanyika kisasi ni ule uuaji wa maksudi kwa kiuadui. walakin al-amadiyya amrun nafsi la ya'rifu illa man qama fihi au al-amdiyya, ule makusudi ule wa kufanya mtu maksudi, jambo limejificha, hawezi kulijua ila muhusika wake.
sawa. Faqama ash-shari'u maqamahu amran dhahiran, sheria ikaweka kitu kingine kilichokuwa wazi, sawa. Yaqtarinu bihi wa yadullu alayhi wa huwa al-ala, iliyofungamana naye inaonyesha allati yastamilu al-fatiha, allati min shani al-fatiha, ambayo katika shani yake ni kuua. Nini maana maneno kule kusema mtu fulani kaua kwa maksudi? Tutajuaje kuwa huyo kaua kwa maksudi? Simefahamu. Anaweza mtu akaua kwa maksudi akatumia akili tu, sawa, asitumie asa, asitumie chochote, na baadaye akajidhihirisha kama kwamba yeye hakuua, sawa. Na mwingine inawezekana akafanya kitendo, kile kitendo kikaonekana kwa nje yake huyu kaua maksudi. Yani mfano mtu kakamata panga na mwenziwe yuko pembeni, sawa, alikuwa anakata kitu, lakini yule mwenziwe yuko pembeni yake karibu sana. Kwa bahati mbaya, sawa, lile panga ndio likampiga kwenye, yani wakati yule mtu anakata akageuka kama anacheza hivi, anapiga hivi nyuma, kumbe kuna mwenziwe kainamisha kichwa, ikaonekana bwana kapigwa kwa panga, na ile panga kamata yule, na kuna mtu pembeni pale kamwona akachukua panga na sivyofahamia. Hapa ala imepatikana ya kuua, sawa, lakini alikusudia na kusudia, hakuwa na magongo wala chochote, lakini bahati mbaya panga liko mkononi halikumtoka, na kupiga yule mtu anainamisha kichwa kama aloambiwa asiinamisha kichwa kupiga. Na haya yanatokea kwa mtu binafsi, anakata mtu kitu au mtu au chochote kile, panga likampiga kwenye mguu wake mwenyewe, likamdhuru madhara makubwa sana. Sinatokea hapo. Sasa kutumia ala ndio kilichowekwa hasa kisheria, huwa al-ala allati yastamilu al-qatil allati li shani al-qatil, huwa alitumia ala ambayo kwayo kikawaida inaua, kasaifu al-musaddas wal-bundukia, kama alitumia upanga, bastola au bunduki. Wakadhalika usulu nutfati zawji fi rahimi zawjatihi, kupatikana tone la mume katika fuko la uzazi na mkewe, binulamasati ilaha, kwa kule kumwingilia kwake huyo mkewe, huwa illa thubutu nasab, hii ni illa ya kudhibiti nasaba. Walakin hadha lamru shay'un khafi, lakini ni jambo limejificha, la sabila liqtilai alayhi wa ta'akkudi minhu. Hivyo tutajuaje kuwa huyu mtoto aliyezaliwa ni kweli huyu mume alikutana na huyu mkewe? Tunaweza kuthibitisha hivyo? Tumefahamu swala hichi ni kitu kimejificha, kwa sababu hakuna mtu ambaye aliyekuwa anahudhuria tendo hilo zaidi ya wahusika wenyewe. Tumefahamia. Faqama shari'u maqama, sheria ikaweka kitu kingine sehemu yake, amran dhahiran, jambo liko wazi, yadullu alayhi, linajulisha kuwa hawa ndio huyu mtoto wao, wa huwa abdu zawadi sahih, kuwa ili tuthibitishe nasaba ya mtu kwa mwanawe au mtoto kwa babake na mamake, nasaba itathibiti kwa njia ya ndoa ya kisheria. Wakishakuoana tunasema hii nasaba au hadha al-aqd ma imkani ad-dukhul au ma'a ad-dukhul fi'lan, au hii aqdi ya hii ndoa sambamba na uwezekano wa kuingilia au kuto kuwezekana kuingilia, au pamoja na kuingilia kwenyewe, ala ikhtilaf baina al-fuqaha. Maana sawa
nasaba inaweza kutumia. Lakini tuseme mfano mtu kaoa kwa njia ya wakala, bwana niolewe, yuko Marekani, yuko Arabuni, yuko popote, sawa, natoka alipomtuma ndugu yake au rafiki yake au nani afunge ile ndoa, ikafungwa ile ndoa, yeye hajaja hapa. Sasa uwezekano wa kuwa alikutana ule uwepo naye hakuingia nchini na hauko, sawa. Kwa hiyo kwa mazingira hayo nasaba itathibiti, hawezi kudhibiti, sawa. Ule mtu baada ya kuoa kakaa kule pengine labda miezi 6, 7, 8, lakini alipokuja hapa mwezi wa 8, mwezi wa kwanza, wa pili, mtoto kazaliwa, tuseme mbali sikufamia hapana saba sasa, kwa sababu wanazuoni walizingatia uwezekano wa kukutana hapa. Hii ili tufahamu kuwa sheria imeweka ile ndoa ndiyo sababu ya nasaba, lakini wanazuoni wakasema pamoja na uwezekano wa kuingilia, sawa. Kwa hiyo kama mfano mtu kaoa lakini hakukabidhiwa mkeo, uwezekano wa kusema huyu ni mwanao kwa sababu ya kuwa pengine hakukabidhiwa, yuko nje ya nchi, sawa, na mfano wao. Kwa hiyo ndio sifa ya mwanzo, sharti ya mwanzo ya upande wa ilmu, iwe ile ila wasfan dhahiran, ni sifa iliyokuwa iko wazi, sawa. Anakwenda kwenye sifa ya pili, sharti ya pili, antakuna wasfan mundhabitan, pia ndio kusoma somo hili inshallah. Tumefahamika hapo, kama kuna swali funga na wengine wanaweza ambao wanasafiri, na kama ilivyozungumzwa katika Qur'ani kwamba mwenye kusafiri anaweza akala akanywa na kaja kalipa. Lakini je, safari hii haina riba? Masafa bimaana kutoka masafa fulani mpaka kwenda masafa fulani ndio kuweza kula, au safari aina yoyote? Wanazuoni wamesema safari ile ambayo kisheria inaitwa safari, na wamekhtalifiana hizo farsa kama tulivyosoma jana, sawa. Jana tumeeleza watu wanafundisha kuwa ni safari gani ambayo iliyohalalisha, wamekhtalifiana na kauli nyingi kwenye fiqh, sawa. Wengine wamesema farsa 10 na kadhaa, wakarejea kwenye hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati gani Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya ile faslu, kwa sababu inafanana sana na faslu sala. Sasa wengine wanachukulia bahari yake ni safari, ndio hivyo safari ambayo Urfa anasema huyu ni safari. Hapa Zanzibar sisi hatusemi mtu kasafiri kwa kutoka hapa kwenda shamba, ijapokuwa kwa safari na safari ya shamba, sawa, tunasema na safari ya shamba, lakini tunasema mtu kasafiri. Yaani unasia kama ukisema mtu kasafiri maana yake kutoka nje ya eneo husika. Na wamekhtalifiana wachambuzi, na hapa tunasoma usul fiqh. Inabidi tukitaka machambuzi haya turejee kwenye fiqh, au pengine tutakapokuja kwenye tafsiri ya ayati na ahkam tutazikuta hizo inshallah, kwa sababu tutakuja kwenye ayati na ahkam zinazohusu masala ya safari, sawa. Ahkam hasa zinahusu masala yote mazima ya safari. Mimi kidogo nimepata mashaka sana masuala ya safari. Nisafiri hapo kwenda Dar es Salaam, nimeitafuta tembe za kuswali,
nikamfanya kazi wa kule melini, akanambia mimi naswali safari. Naye nilimfanya kazi sana kutoka hapa kwenda Dar es Salaam bila ajira. Naweza kuja akilini mbele kidogo ni tangaza sana. Sikuweza kuzungumza naye kwa kumwambia haya wewe swali safari ni nitakamilisha. Lakini kwa sababu ile nilifanya kazi mule mimi nilishangaza sana. Kwa hiyo kama msafiri siku zote. Hauna msulia. Kwa bado kazi wake mule. Kazi wake kutoka anakuja hapa asubuhi anakwenda kule saa 9 bila hapa. Saidia kwamba yeye itaweza kumpasa hivyo, anaingia katika kwamba naye yuko katika safari. Mtu akiwa siku zote yuko safarini, kwa hiyo hukumu ya safari anakuwa nayo hata kama ni siku zote. Ikishakuwa ile safari ni safari shar'a. Sawa? Yaani mfano tukichukua ile kauli unasema masafa ni kilomita mfano 83 au mfano. Sawa. Hata tuseme mtu ndio yeye anaendesha gari, anasafirisha abiria kwa kilomita hizo. Utasema ni halali kwa wale, yeye halaliki kwa sababu ni kazi yake kila siku. Sasa hapa itakuja swala la kuwa ikiwa mtu ndio kazi yake hii, kuna wengine kazi zao ni madereva wa treni, anasafiri nchi nzima au kutoka nchi nyingine kabisa. Sawa? Na anaambiwa yeye anayo ruhusa kufanya nini? Ya kula katika mwezi wa Ramadhani, lakini kazi yake ndio ile. Naam? Anakuja kulipa nini na yeye ndio kazi yake ndio ile. Hana mapumziko. Unakuta basi mashirika mengine hana mapumziko. Sawa? Au pengine posho zao ni kubwa kwa hiyo anafanya kazi. Au hawana mapumziko, kuna pengine hawana mapumziko, hawapata mapumziko. Au anapewa mapumziko lakini mapumziko yenyewe kaanza kuumwa wafanye hivi kwa kulipa na tayari kisharudi kazini. Lakini kwa kutambua kuwa neno safar ni illa ambayo ndio palitarajisi sheria imeweka safari baada ya kuweka mashaka na dafa na fawa. Sawa? Usumbufu na mwingine. Sasa ikiwa mtu unapengea anaruka na ndege, ndio kazi yake siku zote, anapanda na ndege. Sawa? Sasa je, kwa mazingira haya fanya nini? Itakuwa hukumu yake hukumu moja na hukumu. Sasa hapa tutarudi kwenye ile asili yenyewe. Ikiwa ile kazi ni kazi ambayo yeye anaimudu, basi ni Allah kufunga. Sawa? Ni Allah kufunga. Ndio wale wanasema nasemaje kwa mtu ambaye ndio kazi yake ndio mihna yake ya kudumu. Sawa, acha tuirejee kizazi cha kwanza wa mashauri, lakini uhalali wa kufunga kwa kula anakuwa anao. Bila shaka akiwa ni mtu mwanamume ni Muislamu anatakiwa apande baadhi ya taratibu, lakini sasa swala linakuja, ili shirika la ndege na nchi yote ya Kiislamu Waislamu sasa inabidi wasafiri kwenye Ramadhani. Ndio wana ndege zao waimerejwa na ndege zinakwenda kila pale, zinazunguka dunia nzima, kila mji wao wanafika. Wengine hao wafanyakazi wale kwa nao haiwezekani wewe usiku na wewe ukaruka bila sababu, na pengine hiyo nafasi ya kukaa nyumbani siku moja kwenye wiki mara moja, wiki mbili mara moja, yeye anaruka. Kwa hiyo kwa kuwa ile ila hivyo ya hukumu itakuwepo huyo maelezo, lakini mazingira kama haya uongo fanyike kuonyesha hukumu mafupi ndio mtaifa atakuja kuishi maisha yake yote
toka amekuwa baligh, amesomea hiyo kazi mpaka amefanya kazi mpaka kazeeka, yeye hafungi, miaka inakatika. Kwa mtihani sasa mwingine ndio atakuja kulipa. Sawa? Na kazi zozote mtu akizizoea baadaye inakuwa ni mambo. Kwa hiyo sheria imeweka malengo yake na imeweka ila. Ukisema hikma na umeweka na ila hiyo. Sawa? Kwa hiyo ikiwa mimi kwa mimi hakuna tatizo, ni uzoefu wa magari kwenda na kusikiliza na kichwa na vizuri, kwa sababu ni uzoefu wa vitu. Kwa hiyo basi afunge, na inawezekana hata afunga. Ikiwa talaka ya nguvu haipiti, maanake ndo hajaachika huyo. Kwa hiyo ukisema katokezea mtu kamuoa, hapana ndoa. Sio maana hapana ndoa. Ndoa maanake hakuna hapana ndoa. Hivyo atoke mtu, ukiwa mtu aende akamuoe, pana ndoa. Yaani huyu mtu kalazimishwa. Watu wanatumia magumu. Sisi mara nyingi tunaona kama michezo. Kipindi hicho cha zamani tunaona kama michezo, kwa mtu analazimishwa, ima anaruhusiwa kwa pesa amwache mkewe, au inafika pale hataki, kwa hiyo anateswa, anafua kesi au kupigiwa kesi, na pia hajakubali, basi mwisho anapigwa, analazimishwa kwa nguvu. Sasa akimwacha kwa nguvu itakuwa kaachika, hajaachika madamu hajakusudia kumwacha, kwa mujibu wa kauli ya wanazuoni. Kwa hiyo madamu hajaachika, inabidi ni mkewe huyo mwenye isma yake, na mke wa mtu aolewi. Anaolewa ni mwanamke ambaye hayuko kwenye isma. Umefahamu? والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. Samahani, leo ni na mtu alikuja kuniambia asubuhi, ili swala wauliza watu kusema wallahu wa rasuluhu a'lam. Akanambia bwana, hao watu wanasema haifai kusema hivyo kwa sababu neno a'lam maana yake ni kitendo cha sasa hivi wanajua. Sawa? Tunaposema Allahu a'lam, maana yake a'lam ni kitendo, alima ya'lamu a'lam. Sawa? Hii kwa kweli, kama mtu kasema hivyo na yeye ni shekhe, ni mtu ana elimu, kwa kweli kakosea sana. Sio mbaya, kakosea sana. Ni swala la kuuliza kwa sababu neno a'lam ni kitendo lakini cha mtu msemaji. Sawa? Unaposema aktubu, aqra'u, mie naandika, nasoma, aku nakula, mie. Sasa ikiwa ingelikuwa hicho ni kitendo, ingekuwa Allahu ya'lam. Kama ni kitendo, ana akulu wa anta taakulu wa huwa yakulu. Sasa hii Allahu a'lamu, hii ni a'lamu, maana yake Mwenyezi Mungu ni mjuzi, sio sasa hivi anajua. Sio kama tafsiri. Sawa? Allahu a'lam haithu yaj'alu risala. Sawa? Hii a'lamu ni ya صيغة التفضيل. والمسمى لله أرحم بعباده. سواء ويريد من حليه زيد وجواب من كذا sikufanyaje. Na nimejaribu kurejea kuitizama zaidi, nimekuta hata
Ibn Uthaymeen na wengineo, mashekhe wamesema hivi, kuna umuru sharia kama tulivyoeleza, kuna mambo ya sharia tataallaqu bid-din, yamefungamana na dini moja kwa moja, masaili za kisheria. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna fatwa yoyote ya kidini utakaomuuliza akashika upata jawabu. Sawa? Na ile hadithi iliyokuwa jana ni hadithi sahihi. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliswalisha swala ya alfajiri na alipomaliza akawahutubia Waislamu akapanda mimbari mpaka dhuhuri. Jiulize masaa mangapi kasimama. Na baada ya dhuhuri akashuka akawaswalisha, baada ya hapo akasimama tena mpaka alasiri. Na alasiri baada ya swala ya alasiri akasimama tena mpaka magharibi. Anawahadithia mambo mengi sana ya historia ya nyuma huko, historia ya mambo ya mbele yatakotokea, mambo mengi sana. Sikipatia uchambuzi tu, lakini hadithi imekuja hivi nielezee hilo tukio. Sawa? Kwa hiyo na dini imesema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Kwa hiyo dini imekamilika, sheria na ahkamu za kidini zote. Na swala dogo tu mtu anaweza kaulizwa, hivi sasa hivi pakitokea jambo, majmaa ya wanazuoni, mkutano mkuu wa wanazuoni wakikaa, wanaweza kutoa fatwa ya jambo lilohusika kidini, ya kusaidieni mashehe, swala hili linafaa, wanaweza wakasema wakatoa fatwa. Wanazuoni wanaweza wakakaa wakatafuta wakachambua vitabu alafu wakatoa jawabu fatwa. Hawawezi? Wanaweza. Hasa wanazuoni wanajua zaidi kuliko Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sijui mlifahamu hivi? Hawamepata hoja. Maana ikiwa mwanachuoni aliyekuwa mbobezi kwenye masuala ya dini, anajua tafsiri ya Qur'ani, kasoma sana hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na sasa hivi anaweza kauliza, kaangaika, kafanya hivi, wanaweza kukutana wanazuoni wa nchi tofauti wakaulizwa swala fulani, hili linafaa halifai. Kama swala hilo unauliza hapo, sio bwana, huyu mtu kisheria vipi? Mtu kazi yake ndio hii, kazi yake kusafirisha watu. Kwa hiyo yeye siku zote ni msafiri tu, lakini si msafiri kwa maana ya kuwa yeye ni msafiri wa kuhama sehemu nyingine kwenda sehemu nyingine, anaenda na shughuli zake huko. Yeye msafiri kwa maana ya kuwa yeye ni msafirishaji wa watu, iwe ni kwa meli, iwe ni kwa treni, iwe kwa gari. Hiyo ndio kazi yake miaka yote, siku zote kazi yake. Amka kazi yake ni akipumzika kwenye wiki labda siku moja, sio au wakati mwingine yeye apumzika mchana tu, anamweziwa na safari pamoja, anapishana basi, lakini hana mapumziko zaidi hapo. Sasa miaka yote atakuwa yeye yuko hivyo, hafungi Ramadhani. Sheria itamruhusu kuwa awe hafungi. Je, afanye nini? Atoe fidia au analazimika kutafuta mbinu za kumsaidia kuweza kulipa, na akalazimika kufanya hivyo au halazimiki? Ili si swala la kisheria. Tumefahamu. Tukiwauliza wanazuoni, wanaweza kutupatia jawabu, hawawezi kutupatia jawabu. Wanaweza wataangaika huko na kusema huko, kauliza wanazuoni zamani, watafungua kitabu hichi, watafungua safari, watafungua mambo mengi sana. Kauli za Shafi'i ya nani wataangaika wewe, mwisho tutatuambia kwa inawezekana au haiwezekani, au fatwa yake iko hivyo, watatuambia mwisho. Sio kufanya. Sasa je, yake kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye atakuwa hajui jambo lolote linalohusu dini? Mtume sallallahu alaihi wasallam anajua, mimi ndio natukamili. Na wanazuoni wamesema jambo lolote linalohusu dini moja kwa moja, hilo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukitaka fatwa ya jambo lolote kwa upande wa dini utapewa fatwa, lakini ukiuliza mambo yako wewe binafsi, hayo utakuwa unajua wewe. Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ukitoka dukani ushanunua suruali, ukafika hapa, hii suruali sijui itamfaa mwanangu, Allah wa rasuluhu alam. Mtume sallallahu alaihi wasallam ajui kipimo cha mwanao, hamjui hata mwanao. Atajua kipimo cha mwanao, kwa hiyo suruali au shati hiyo itamfaa halifai. Sawa? Isipokuwa Allah alam, hii suruali nimechukua, lakini Allah alam
itakuwa itamfaa yule mtoto, haitomfaa. Hiyo kweli sahihi, sio kufahamiana. Kwa hiyo jambo ndio kwa hiyo nilikumbuka tu kuna mtu alikuja kuambia kwa watu wanajenga hoja ya neno ala mwenye kitendo sikite hii sio watafuta Allah Mungu ndio zaidi, lakini mimi naona sio watafuta sio kufahamiana. Hizo sasa hivi mfano ukamuulize masala ya nahwu, sawa, kwa watu waliokuwa mabingwa au naambiwa kwenye historia kina Sibawaihi na wengineo, hivyo kuna masala ya nahwu kasaliwa si rahisi. Au Imam Ibn Malik ana alfiyat, atunga beti zaidi ya 1000, anaeleza mambo ya lugha ya Kiarabu, mambo ya nahwu na machambuzi yake na sarufi yake na hivi vitu vyote, sawa. Na ndio rejea za wanazuoni wakivutana huko, ili neno hii rabu yake ikoje, turejewa wanarejea huko Alfiyatul Malik sijui nani wanazuoni hao, kila mmoja anafanyia. Bismillahirrahmanirrahim.